la huzuni lilitanda katika kijiji cha Silibwet wakati wa mazishi ya Nick Kosgei, mpiga picha wake marehemu Johana Ngeno, ambaye alikuwa mmoja wa watu 6 waliofariki kwenye ajali ya ndege wiki moja iliyopita. Na familia, jamaa na marafiki walimtaja marehemu Kosgei kama kijana aliyejitahidi sana kuimarisha maisha ya familia na jamii yake. Na Crispin Otieno anaarifu zaidi. Mamia ya wenyeji na wananchi kutoka maeneo mbalimbali nchini walijumuika na familia ya Nick Kosgei katika hafla ya mazishi kijijini Silibwet, Kipkebe, kaunti ya Bomet. Kila uso hapo ukionyesha pigo lililowapata baada ya mpendwa wao kufariki kwenye ajali ya ndege iliyokatiza maisha ya watu wengine 5 katika msitu mmoja kule Mosop, kaunti ya Nandi. Familia ikimtaja marehemu kama shujaa aliyejitwika majukumu ya kuboresha alikotoka, ila ndoto hiyo ilikatizwa ghafla. On behalf of my precious son Kiplangat, my heart is heavy beyond words. From the moment I carried you in my womb to the days I held you close, you were my whole world, my blessing, my joy. You were the voice that strengthened us, the love that filled our days. Now that you are gone, we feel shatters in the ways we cannot explain. Wapiga picha wenzake na wanahabari wakimmiminia sifa kutokana na jitihada zake kazini. Nick was a very vibrant young man, and we remember him for so many things. As photographers, we are gathered here to show solidarity and grief with the family. Kosgei mwenye umri wa miaka 25 vile alikumbukwa na waliosoma naye katika viwango tofauti, wakisema alikuwa mkarimu, mcheshi na mwenye bidii za mchwa. Tunasema pole sana kwa familia. Tumejitokeza ili kusimama na familia. Tunaendelea kusema pole kwa jamii. Marehemu Nick alilazwa kwenye kaburi lake saa 10 alasiri Jumamosi. Mazishi hayo yamefuatia yale ya Johana Ngeno, Mwalimu Robert Ketera almaarufu Carlos, Wycliffe Rono na Amos Kipngetich waliozikwa jana. Rubani George Were atazikwa wiki ijayo. Crispin Otieno, runinga ya Citizen.